Haleluya, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote unaponisikiliza, karibu sana katika kipindi hiki cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na leo tutaangalia kwa ufupi kuhusu nguvu ya imani. Nguvu ya imani. Na tutasoma neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 11 mstari ule wa kwanza mpaka wa 5, kujua kwa kina kwanza imani ni nini. Basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani Abili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake, na ya kuwa kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Kwa imani Enoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Ndugu msikilizaji, mahali popote unaponisikiliza, ni vyema zaidi tukajua kwamba imani maana yake ilikuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Na tunajua imani ni kuona kwa jinsi ya rohoni kabla haujaona kwa jinsi ya mwili. Na imani chanzo chake ni kusikia. Imani huja kwa kusikia kunapotokana na neno la Mungu. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huko kunatokana na kulisikiliza neno la Mungu. Na unaweza ukasoma katika lile neno la Warumi 10 mstari ule wa 17 kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa mahali popote ambapo unanisikiliza leo, nataka kuzungumza kidogo kuhusu nguvu ya imani. Imani wakati unapoomba, imani wakati unapolisoma neno la Mungu, imani wakati unapoisikia sauti yake Mungu. Weka imani kuamini kile ambacho Mungu anakuambia. Na imani ina nguvu sana. Unajua Biblia inasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa hiyo nakutia kila unachokifanya, na kutia moyo, kifanye kwa bidii. Kila unachokifanya kifanye kwa bidii, na Mungu atakusaidia, na Mungu atakuvusha. Kwa kuna watu wengi sana wanaombewa lakini hawaponi, ni kwa sababu hawana imani. Weka imani yako kwa Mungu. Imani ni kuwa na uhakika. Unapoombewa, kuwa na uhakika ya kwamba Mungu anakwenda kubadilisha maisha yako, anakwenda kuyafungua maisha yako. Lakini sikiliza sana neno la Mungu. Kuna uhusiano mkubwa sana wa kitu unachokisikia na imani yako. Kuna uhusiano mkubwa sana wa kitu unachokisikia na imani yako. Na ndio maana Warumi 10:17 imesha kuambia imani huja kwa kusikia, kusikia kunakotokana na neno la Mungu. Ninakutia moyo sasa uendelee kusikia sana nyimbo. Hasa kama wewe umeokoka, sikiliza sana nyimbo za gospel. Kuna watu wengi wameokoka, lakini nyimbo wanazosikiliza ni nyimbo ambazo zinatengeneza imani ya vitu vingine tofauti kabisa ndani yao. Kwa hiyo nikutie moyo mahali popote ulipo, ukisha amua kumfuata Mungu, ubadilika katika kusikia vitu. Vile vitu unavyovisikia vina madhara makubwa sana kwako, kama sio vitu vinavyotokana na ufalme wa Mungu. Sikiliza neno la Mungu, sikiliza mahubiri mbalimbali na mafundisho mbalimbali ya neno la Mungu, ili imani yako ijengwe katika msingi wa kumjua Mungu. Lakini unaposikiliza miziki mingi ya kidunia, nyimbo za kidunia, imani yako inajengwa na inaelekezwa zaidi. Kuna nyimbo nyingine unasikiliza zinachochea wewe kuzini. Imani yako inaanza kuingia kwenye mambo ya uzinzi. Kuna nyimbo nyingine unazisikiliza, imani yako inakuingiza kwenye mambo ya hata ya vita, au unaanza kuwa na lugha ambazo hazina utukufu mbele za Mungu. Kwa hiyo ninakusii, ukishampokea Mungu, maana ukishampokea Yesu umempokea Mungu. Sasa na Yohana 1 anasema kwamba Mungu alikuwa ni neno. Hapo mwanzo palikuwepo na neno, huyo neno alikuwepo kwa Mungu, na huyo neno alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo ukishampokea Bwana Yesu ndani ya maisha yako, wewe kama ni kijana,
wewe kama ni mtu mzima, chunga sana vitu unavyovisikia, kwa sababu kila unachokisikia kuna imani fulani ambayo inatengenezwa ndani yako. Kwa hiyo kama utakuwa unasikiliza mahubiri, unasikiliza neno la Mungu, unasikiliza waimbaji wa nyimbo za Injili, utajengwa katika msingi wa kumjua Mungu, utaongezeka katika kumjua Mungu. Lakini kuna vitu ambavyo utavishinda, kuna dhambi ambazo utazishinda. Kwa hiyo ninakutia moyo kuanzia sasa, jenga imani yako kusikiliza vitu ambavyo vina maana katika ulimwengu wa roho. Lakini katika kuomba, unaweza ukasoma lile neno la Marko 11 mstari wa 24. Anasema kwamba lolote muombalo mkaamini, yani chochote mnachokiomba mkaamini, Mungu atakifanya. Na Mungu sio mwanadamu aseme uongo au ajute. Yeye akisema kitu ni lazima atakifanya, na anakifanya kwa ukubwa. Kwa hiyo ninakutia moyo, weki imani yako katika kumwamini Mungu, maana Mungu wetu yeye ni Mungu ambaye anafanya kazi kwa wakati sahihi uliokubalika. Kwa hiyo anasema katika hilo neno la Marko 11:24, kwa sababu hiyo nawaambieni, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kwa hiyo kama unaomba, amini kwamba kile unachokiomba unakipokea na kitakuwa cha kwako. Mungu akiahidi kitu anakifanya kwa ukubwa. Mungu wetu akiahidi kitu anakifanya kwa ukubwa. Na hata katika kusali, hakikisha kabisa unamwamini Mungu kwamba yeye aliyesema na wewe ni mwaminifu na anaweza kufanya mambo makubwa, na anaweza kufanya mambo makuu kwenye maisha yako ukiamini. Na natiwa moyo sana na lile neno la Yohana sura ile ya 11. Bwana Yesu alimwambia nini Mariamu? Alimwambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Bwana. Ukiamini utauona utukufu wa Bwana. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Yohana sura ile ya 11 mstari wa 40, utaona Yesu akimwambia yule Mariamu, dada yake na Lazaro aliyekuwa amekufa, wakati Yesu alivyosema liondolewe jiwe katika lile kaburi, kwamba Mariamu alimwambia nini Bwana Yesu? Bwana, tazama sasa ananuka. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Kwa hiyo imani ni kuona kwa jinsi ya ndani kwanza. Kwa hiyo hata kama unaumwa mahali popote na watu wanakuombea, amini kwamba hayo maombi unayoombewa kuna kitu kinafanyika katika ulimwengu wa roho. Mungu huwa anaanzia ndani, anatoka nje. Mungu haanzii nje kwenda ndani, huwa anaanzia ndani, anaanzia ndani ya moyo wako, ndio anatoka nje. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kukuta unaombewa sana na watu haufunguki, kwa sababu bado huamini, unakuwa na mashaka. Na Mungu anasema mtu wa kusitasita ni kama hapendezwi na mtu wa kusitasita. Anataka mtu yeyote akimwamini amwamini. Amini nguvu za Mungu kwamba ziko juu yako. Amini watu wakiomba kwamba kuna kitu kinafanyika. Amini ukitoa sadaka ni Mungu anapokea. Amini kila unachokisikiliza ambacho kinatokana na Kristo kuna kitu kiko ndani yake. Kwa hiyo kuwa na uhakika, na ndio maana ile Waebrania 11 unaona imani ni kuwa na uhakika. Imani ni kuwa na uhakika, kuwa na uhakika na kitu ambacho umemwomba Mungu atakifanya. Watumishi wa zamani walimwamini, waliamini chochote Mungu alichokuwa anawaambia, walikuwa wanakiamini. Na walivyokuwa wanakiamini, Mungu wetu alikwenda kuwatetea, Mungu wetu alikwenda kuwaonekania. Na nataka nikutie moyo mahali popote ambapo unapitia kwamba kuna vitu vingi sana vilifanyika kwa imani. Waebrania sura ile ya 11 mstari wa 11 inasema, kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba. Alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa ni mwaminifu. Kwa hiyo Mungu akikuahidi kitu, amini kwamba atakifanya, kwa sababu Mungu wetu yeye ni mwaminifu. Unaona hata Sara yule bibi mzee aliamini kwamba atapata mimba baada ya wale malaika kumwambia kwamba atapata mimba. Na alipomwamini Mungu, Mungu akamhesabia lile jambo kuwa ni haki. Kwa hiyo ukishaamini, kinachofuata sasa, Mungu anakuhesabia hicho kitu kuwa ni haki. Kwa mfano, ukitaka kujua imani ina nguvu kiasi gani, angalia wakati fulani, hata kama ni wewe unaumwa mahali fulani, mtu akikuombea, kwa mfano akaomba, Mungu naomba umponye huyu mtu,
naomba uondoe huu ugonjwa ndani ya huyu mtu. Baba wa mbinguni, tunakusihi uondoe. Wakati anaomba yule mtu akimaliza, alafu wewe kama umepata nguvu ukaingia kumshukuru Mungu kwa ajili ya maombi yaliyofanyika, ukamwambia Mungu, asante kwa uponyaji, asante kwa uzima, asante kwa kunitia nguvu, asante kwa kuniimarisha. Ghafla utashangaa ile hadi inakuachilia, kwa sababu Mungu amezungumza mwenyewe katika lile neno la Wafilipi 4:6, msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila jambo ni kusali, kuomba pamoja na kushukuru, na haja zenu zijulikane na Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine unapoombewa, na wewe pale mwisho ingia kumshukuru Mungu kwa ajili ya yale maombi. Yamkini kuna kitu Mungu amekuahidi kwamba atakifanya, amekupa na neno lake kabisa kwamba mimi nitakufanyia hiki kitu. Kwa nini hicho kitu kitokee? Ni kwa sababu hatuamini kwamba yule aliyetuambia ni mwaminifu. Tunaanza kutia mashaka, tunaanza kuogopa, tunasema jamani, Mungu ameniambia hivi, lakini sasa atafanya nini? Mungu wetu ni mwaminifu. Amini ya kwamba ataenda kufanya, amini ya kwamba atakwenda kukuokoa. Hata kama unapitia mahali pagumu, unaposikia sauti hii, ziamini ahadi za Mungu, ziamini ahadi za Mungu, amini maneno yake, amini ujumbe huu, ya kwamba huu ujumbe umetoka kwake Bwana, nao ni lazima utafanyika kwa miujiza, utafanyika kwa baraka kwenye maisha yako. Yamkini kuna vitu vingi umeshamwomba Mungu akufanyie, lakini unaona kama amechelewa. Mungu yuko karibu sana kukusaidia. Anachokitaka yeye, anataka wewe umwamini yeye. Anachokitaka wewe, anataka ujue yeye ni mwaminifu. Anachotaka yeye, anaangalia imani yako. Mungu anataka imani. Yote yawezekana kwa kila aaminie. Chochote tunachoomba tuamini. Na ukisoma lile neno la waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 mstari wa 14 mpaka wa 16, utaona kitu ambacho Mungu anazungumza pale. Anasema hivi: na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, twajua ya kwamba tunazo zile haja tulizomwomba. Kwa hiyo hata ukiombewa, baada ya yale maombi, amini unacho kile kitu ulichokiomba katika jina la Yesu. Kama ni uponyaji, amini uponyaji umetokea katika jina la Yesu. Kama ni uzima, amini uzima unatembea ndani yako katika jina la Yesu. Kama ni fedha, amini Mungu ameshaenda kuachilia fedha katika jina la Yesu. Kama ni kibali, amini Mungu ameachilia kibali katika jina la Yesu. Na nataka niombe na wewe kidogo sasa kwa jinsi hii ya imani, na Mungu atakuponya. Funga macho yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe umesema lolote tunaloliomba tuamini. Baba, ninaomba uponyaji kwa mtu anayenisikiliza na anayeumwa mahali popote. Baba, ninaomba upenyo. Baba, ninaomba umtie nguvu huyu aliyekata tamaa, umtie nguvu huyu aliyevunjika moyo, umtie nguvu huyu ambaye amechoka moyoni katika jina la Yesu. Ninakusihi sasa Bwana, ufanye mlango kwa ajili ya yoyote aliyechoka, kwa ajili ya yoyote anayepitia mahali pagumu, yoyote anayepitia uchungu, yoyote Bwana anayepitia misiba tofauti tofauti katika maisha yake. Ninaomba uikomeshe hiyo misiba na kuiondoa katika jina la Yesu. Mungu uliye hai, mguse huyu mtu na kumtembelea mahali alipo. Mungu akuguse katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi unaweza ukawasiliana na sisi kupitia namba zetu 0759044115 au 0676237816, ikiwa utakuwa na hitaji lolote ambalo linahitaji ushauri au maombezi zaidi. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana.